Kutazama kila ambacho kiko mbele yako kwa siku hii ya leo. Kubwa kuliko kwa siku hii ya leo, tunakwenda kuzungumza mambo ambayo yatakufanya wewe kijana uweze kufanya jambo ambalo tunasema ni la kishujaa. Tunazungumza mengi hapa, nipo na mgeni atakwenda kujitambulisha yeye peke yake na ni nani na anafanya nini, lakini pia atakwenda kuzungumzia mada ya siku hii ya leo. Tunazungumzia kwamba ukiamua kufanya, wewe fanya, usisubiri msaada, usisubiri mtu akufanya akwambie nenda afanya hivi wala nini. Amua wewe peke yako. Yaani kile kitu ambacho unatakiwa kukifanya ndani ya moyo wako, fanya kama wewe, lakini usifanye kwa ajili ya msukumo wa mtu mwingine wala usifanye kwa sababu ya mtu mwingine. Kipindi ni Life Theater, maisha na upasuaji. Kwa hiyo siku hii ya leo tunapasua kuhusu maisha halisi, maisha ambayo yanaweza kukusababisha kusonga mbele kwa namna moja ama nyingine. Mimi ni Esther Mwamko, nitakuwa na mgeni hapo. Kwa hiyo kaa tayari kutazama, kusikiliza, lakini pia kibaki kichoni kwako nini ambacho utaweza kukifanya. Karibu sana. Asante. Ndio, watazamaji wangependa kukufahamu wewe ni nani? Mimi naitwa Glory Christian Kisinga. Ndio. Ni mfanya biashara. Okay. Nauza nguo za mitumba za kike. Ndio. Jina langu la mtandaoni la ufanyaji wa biashara unaweza ukanitafuta Glory Collection. Okay. Au Mitumba Classic Moshi Mjini. Mitumba Classic Moshi Mjini. Kwa nini classic? Kwa sababu mitumba yangu ni classic. Yaani ukiongelea mitumba unaongelea ile grade 1 kabisa. Grade 1 kabisa. Sio kama ile tunaweza 300 sio nini ile ya mwisho ambao yani unaogopa hata kuvaa kwenda sehemu nyingine. Hapana, mitumba yangu ni classic kwa sababu hata mimi pia napenda kupendeza. Ndio maana nikaamua pia kuuza mitumba ambayo ni grade. Ni grade. Okay, sawa. Sasa umesema unaitwa Glory Collection lakini pia mitumba Moshi Classic. Tungependa kufahamu kijana ama mwanamke ama kijana wa kiume anayekutazama kwa sasa hivi. Tungependa kufahamu kwanza ni kwa nini uliamua kuuza nguo ama uliamua kuuza nguo za mtumba? Okay. Mimi kwanza kipindi naanza chuo. Ndio. By that time naanza chuo babangu aliniambia kwamba unatakiwa uende chuo. Ndio. Sasa hela ambayo ilikuwa inahitajika kuanza ni shilingi 500,000. 300,000 hostel, 200,000 ni kwa ajili ya ada. Ndio. Kwa hiyo nikamwambia sawa, hamna shida. Akaniambia sasa mwanangu, mimi kwa huu muda sina. Kama itawezekana uendelee kuvuta, alafu mimi nikipata utaenda. Mimi ni mtu ambaye nimetoka kwenye familia ambayo ukipiga simu mzazi anakuambia mahindi ndo tumenyeshelea kwa hiyo subiri tuvune tukafanyaje? Tukauze. Basi mimi kutokana na ile changamoto ambayo ilitokea pale na mimi wenzangu wameshaanza masomo nikasema hapana. Nikamwambia baba, wewe jitahidi unipe tu hiyo ambayo unayo, mimi nikawasili chuo. Babangu akanipatia 90,000 kwenye 500,000. Nilikuwa natokea Arusha na kuja Moshi. Kwa alivyonipa 90,000 mimi kwa haraka nikasema sasa hapa itabidi chuoni hosteli niingie kwa kujiiba cha kwanza. Alafu kuhusu swala zima la kujisajili hiyo 200,000 nitafanya namna. Na nilikuwa nasema nitafanya namna nikiwa na uhakika kwamba nitawapigia ndugu zangu, marafiki, hivyo niombe mpaka itimie. Nikafika chuo kwenye kujisajili pakawa pagumu. Yaani ule ulinzi ambao ulikuwa pale mhasibu sijui nini ikawa ni ngumu. Kwa hiyo sikujisajili. Ilikuwa nijisajili mwezi wa 10. Kwa hiyo ikabidi nianze biashara ya kuuza boxer na chupi. Bila kumwambia hata babangu kwamba ile hela ambayo umenipa nimefanyia mtaji. Na kwa huo muda nilikuwa nakaa hostel Kibosho. Kwa hiyo kule hivi hostel hawakunitambua kwamba mwanafunzi hajajisajili wala hajalipa nini hela ya hostel kwa sababu wenzangu walikuwa wananifichia. Nikafanya biashara ya chupi na boxer mpaka tena hizo chupi na boxer naenda nazo chuoni. Chuoni wenzangu wanaingia kwenye masomo ila mimi siingii kwa sababu sijasajiliwa. Kwa hiyo nikasema hapa nitakuja kujisajili Machintech. Kwa hiyo nikaanza kuuza chupi na boxer na zimwaga pale hivi mezani nauza. Kwa hiyo nakuta siku nzima nimeuza labda chupi 3, boxer 4 hivyo. Basi Mungu akasaidia nikaanza kuuza hivyo mpaka mwezi wa 12 nikarudi kabisa Christmas. Nashangaa babangu hata ananiambia kwamba ulifanikiwa au kipi ambacho kiliendelea? Aulizi chochote. Masomo yanaendeleaje? Naambia naendelea vizuri. Nimefanya mitihani ndio, matokeo yametoka bado. Sawa, hamna shida. Basi nimerudi nyumbani Christmas nikamwambia jamani mimi sikai sana. Inatakiwa niondoke kwa ajili ya kwenda kujiandaa na masomo. Basi hamna shida.
nikarudi Moshi. Okay. Nilivyorudi Moshi nikatengeneza lipa namba. Kuna mtu akanipa idea kwamba tengeneza lipa namba ili mradi inapofika mwezi wa 3 wewe umeshapata hiyo 200,000 ya kufanyaje, ya kujisajili. Okay. Hostel sio lazima ukae, utakaa hata kwa watu ambao wanafunzi wenzako ambao wamepangisha. Okay. Nikaona hiyo ni idea nzuri. Kweli nikatengeneza lipa namba, nikaanza kutupia kule 40,000, 20,000, 30,000. And kwa huo muda kwa kijana yoyote lazima ukipata boyfriend unamuona ni wa muhimu sana kwenye maisha yako. Yeah. Akikupa hela kidogo yani unamuona ni mtu muhimu mno. Basi kwa hata pia nikizipata hizo hela naweka kule. Okay. Kwa mpaka ikafika mwezi wa 3 nikajisajili vizuri kabisa. Okay. Nilivyojisajili ndio nikamwambia baba yangu ukweli kwamba baba, ilikuwa 1 2 3 hivi na hivi na hivi. Yes. Pole kwa changamoto, hamna shida, sasa hivi itabidi tujitahidi basi tunalipa hela kwa wakati. Basi sasa hivi nikipata hata kidogo kutokana na hiyo idea yako na mimi pia nitakuwa nafanyaje na kutumia. Okay. Kaambia hamna shida. Basi lakini pia biashara yangu sikuacha. Okay. Nikaongeza tena, nikawa sasa naenda Memoria. Okay. Nachukua vigauni vile ambavyo vinauzwa 1,100. Okay. Jumanne au Ijumaa. Nikawa nauzia chuoni 3,300. Gauni yani nawauzia hazina muonekano, hata mimi nikipewa kuvaa siwezi. Ila sasa unauza tu ili mradi upate ile hela. Okay. Na mimi nilikuwa najiweka kwenye mazingira fulani, mtu ambaye unajua ukiwa na matatizo huwezi jiweka mazingira ambayo kila mtu ajue wewe una matatizo. Nilikuwa najiweka mazingira classic vizuri hivyo. Okay. Kwa hiyo hamna mtu ambaye alikuwa anajua bwana hivyo. Okay. Lakini nikitoka chuoni na kuwa na mawazo, nikiambiwa wiki ijayo ni test na kama hujamaliza hela sijui ya semester sijui nini makorokoro mengi, yani nakuwa na mawazo balaa. Basi nikamwambia baba yangu changamoto, naambia baba usipolipa ada kwa wakati natokea 1 2 3. Basi hapo mwanzoni baba yangu akawa anajitahidi analipa laki. Unakuta kwa hiyo siku ambayo inatakiwa niingie kwenye mtihani naambiwa malizia shilingi 50,000. Kwa hiyo mimi ndo nalia pale na walimu naambia baba yangu ameenda msibani 1 2 3 hivyo wananielewa. Yeah. Basi nikaendelea vile mpaka ikafika mwezi wa 7 2024. 2024. Umefika huo mwezi wa 7 tulikuwa tunaelekea field. Okay. Kitu kama hicho. Tunaelekea field. Hapo field nilipangiwa, tuliambiwa tuende kati ya Banana FM, Moshi FM, yani kwenye media tufanye field. Okay. Basi mimi sasa nikasema kwa sababu ninapenda sana media ya Moshi FM, ngoja niende huko. Okay. Kuenda huko inahitajika nauli za kila siku. Utoke Pasua uende, maana Pasua sasa ilibidi nikae kwa rafiki yangu ambaye amepanga. Okay. Basi kila siku sasa hizo nauli nikaa naenda. Sometimes sasa tunaambiwa kwamba katafuteni story Mbuyuni. Ile company mnatembea kwa miguu. Si tukishatembea kule kwa miguu akinifikisha pale naambia jamani nyie rudini na hiyo story mimi naondoka. Maana kurudi tena huko nilipe tena nauli siwezi. Kwa hiyo ikabidi wakienda narudi nyumbani, lakini masaa yote napita mtandaoni namwambia yani nasema nifanye biashara gani ambayo nitaweza kupata hela, mtaji nitapata wapi? Si mtu ukimwambia kwamba naomba unisaidie mtaji kiasi fulani atakwambia sawa, ni hela ya mtu huwezi mlazimisha. Huwezi kumpangia kupelini. Huwezi mpangia. Okay. Unambembeleza, mnakubaliana, hamna shida, sawa, itoke vizuri sana kama umeamua kupambana nitakusaidia. Inafika mwisho wa siku anakuambia sina, sijapata. Okay. Yani hizo kauli zilikuwa zinaniuma mno. Kwa hiyo namwambia Mungu, yani unakuta mpaka saa 7 usiku. Okay. Sipo online kwa sababu eti na chat hapana. Niko online napitia baadhi ya wafanyabiashara. Kipindi hicho nilikuwa nampenda mfanyabiashara anajiita Janet Empire. Mpaka leo anauzaga gauni zake sana live, anaweza kauza gauni nyingi kwa siku. Kwa hiyo ndo akawa ni mtu wangu ambaye namfuatilia. Anaposti gauni, anaingia live hivyo. Nikaona basi ngoja na mimi ni bezi kwenye magauni. Okay. Basi nikabezi sana kwenye magauni ya mtumba, naenda nayo chuoni, naweza nikaenda na magauni 10 chuoni, nikarudi nayo yako 7. Nimeuza matatu. Hapo hivi umeuza 3,300. Kwa hiyo umepata shilingi ngapi? 9,000. Kasema hamna shida, hii lipa namba yangu, nitakuwa nawekeza huku pesa zangu. Maana siwezi nikafungua kadi ya CRDB afu niweke 3,000. Haifai. Nikasema hii lipa namba. Kanaweka huko nikaa naweka. Sasa siku moja nikampigia rafiki yangu mmoja ambaye nishawaigi kipindi nimemaliza form 4 tushaifanya harakati zile za mtaani sijui kuuza visendo kufanyaje hivyo.
Nikawa nimempigia yeye, alibahatika akapataga kazi Zanzibar. Alipopata kazi Zanzibar nikampigia nikamwambia rafiki yangu leo basi na hamna pizza kama tu utani. Akaambia nakutumia hapo hivi hela. Kweli akanitumia 50,000. Nikasema hii 50,000 sasa kabla hata sijaitumia inabidi ni plani nifanye nini. Nikasema hii mitumba yangu sinaiuzaga nikiwa nimeishikilia hivi nawaonyesha watu. Sasa ngoja ninunue mdoli niwe nampiga nini picha. Nikanunua mdoli, nikasa nampiga picha at least sasa watu wakaona huyu mtu kweli yuko busy na yuko serious na kazi yake. Kwa hiyo nika pia napiga picha, watu wengine sasa wananishauri, nguo bwana wewe una posti zikiwa zimepigwa pasi, zikiwa zijapigwa pasi si hatuzielewi. Ukipiga pasi hii ya kawaida changamoto inaweza ikaungua. Nishawaunguza gauni nzuri ambazo ndo zilikuwa 2 ni nzuri kabisa zikaungua kwa ajili ya kupiga nini pasi. Kipindi hicho sijui madobi kwamba madobi yanapatikana memory wala nini. Basi nikapata tena 35,000 nikaagiza pasi ya mvuke. Kwa hiyo nikawa nazipiga pasi, nikishazipiga pasi naziweka kwenye mdoli napiga picha hivyo. Kipindi hicho babangu hajui kwamba huyu mtoto anaendelea na masomo au vipi. Yaani kama nikimuomba baba wiki ijayo kuna mtihani na baba unisaidie 100,000, ilibakia 150,000. Kama anayo atatuma, hana atakwambia sina mwanangu sasa mimi nifanyaje. Sasa mzazi kama mzazi yaani wewe ndio unapitia changamoto kule staff kwamba ukiambiwa hufanyi mtihani bila kutoa kiasi fulani cha pesa. Wewe ni mtu mzima huwezi ilia machozi ukawabembeleza walimu, hapana, na wenyewe pia wanahitaji mishahara. Si ndio Kwa hiyo ukimpigia mzazi ukimueleza, mzazi analichukulia kwamba si nitatoa tu hata siku nyingine. Yeye afikiri kwamba huyu mtoto nisipompa hii hela hawezi fanya huo mtihani. Ukimwambia hivyo anasema lazima ufanye bana, kwani usifanye? Sasa watakuwa wanakufundisha sijui nini. Hela kama hela tutatoa tu. Umeona? Kwa kuna kauli moja babangu alikuwa anaisema ilikuwa inaniuma mno. Yaani alikuwa ananiambia kama usomi unazunguka tu Moshi itakuja kukukosti. Na mimi nikanaambia baba ada yenyewe nilipi sasa kwa wakati lakini bado anatoa hiyo kauli. Kwa kumbe akili yangu ikajiongeza ikasema kwamba inatakiwa upambane uwe unalipa ada na the same time upambane uwe unasoma ufaulu urudi na matokeo nyumbani nini mazuri. Kwa hivyo ni vitu viwili ambavyo vilinikaa kwenye kichwa changu. Basi nikaanza pale kuuza nguo kutumia nini ule mdoli. Kweli watu walikuwa wananisupport nilivyoanza hivyo na kupiga pasi na mvuke. Wakawa wananisupport mpaka imefika mwezi wa 12. Nikaa nimepata wateja kiasi kwamba wengine wananiambia mimi nakuja bana nyumbani kujaribisha hilo gauni kama lisipontosha nifanyaje nibadilishe. Kwa ile wateja kuja pale hivi nyumbani afu nilikuwa nimepanga na rafiki yangu nikaona hii haipendezi. Kwa hiyo nikasema Mungu naomba tu nisaidie niweze kupata hela nifungue frame nije kuwa na biashara yangu. Basi sikupata support yoyote, yani yoyote. Basi hata tu ya mawazo mtu kuniambia fanya 1 2 3. Kwa hiyo nikaenda tena nyumbani mwezi wa 12 kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya sikukuu. Nimeenda nyumbani kwa ajili ya sikukuu nikamueleza babangu idea yangu. Akaniambia ni nzuri lakini mimi sina hela. Idea yako ni nzuri. Idea yako ni nzuri ila kwa sasa sina hela. Na ni kweli ni kwamba ana hela kweli. Mimi sina kwa sasa hela ila idea yako ni nzuri sana na kama utaiweza kuifanya nakwambia kabisa kama utaiweza kuifanya fanya maana ni nzuri. Kaambia haya sawa hamna shida. Yaani kuna yale maumivu ambayo unayasikia kutoka moyoni kwamba nikimpigia mzazi wangu hana. Kuna muda kabisa ninasema siwezi mpigia. Sasa unampigia unamwambia nini? Hana. Lakini mamangu alikuwa ananisupport kidogo kwa idea baada ya kuona kwamba huyu mtoto anaelekea. Anaelekea. Haya, babangu akaniambia kwanza hiyo biashara yako ukishabezi hivyo utaacha kusoma, achana nayo. Wewe endelea na kusoma. Nikamwambia sasa naendelea na kusoma wakati hii biashara ndio inanisaidia kula, inanisaidia mahitaji yangu, inanisaidia hivi na hivi. Unajua mtu akishaanza kuzijua hela atosoma sijui nini hivyo. Nikamwambia no mimi nitasoma. Haya utajua mwenyewe hamna shida. Basi mwezi wa 12 nikaenda nyumbani nikamshirikisha mama yangu. Mama yangu akaniambia mimi ningekuwa nayo maana nilimwambia mamae nahitajika hela kama hela hizi 300,000. Akaniambia mimi ningekupa nayo mwanangu ningekupa. Nikamwambia haya sawa.
Mara ya mwisho sasa ambapo babangu hapo nimeingia mwaka wa pili. Mara ya mwisho ndio hiyo siku babangu amenitumia hela ya ada 200,000. Nikasema sasa hii 200,000 naenda kuilipia ada, alafu hii 200,000 naenda kulipa ada 100,000 nabaki nayo. Nikabakia na ile 100,000. Unajua ukila hela ya ada inavyokuwa ngumu kurudisha, inakuwa ngumu kuipata. Basi nikachukua ile 100,000 hiyo siku nikaenda Memoria, nikapointi magauni 20 mazuri ya 5,500 sasa. Nikayapiga pasi vizuri, nikaposti. Yani toka sasa siku hiyo yani watu wakaona ya huyu yuko serious na kazi yake. Yuko serious na kazi yake. Basi kuna siku moja nikaa nimepata mteja yuko Arusha, akaniambia dada, nataka nguo kama 10 lakini naomba zitumishwe nijaribu, kwa sababu ni mtu ambaye najuana naye, nijaribu zikinitosha nitachukua zote, zisiponitosha nitachukua ambazo zimenitosha. Na kwa hicho kipindi nilikuwa nauza sasa gauni 5,500, nimepanda bei. Nikamwambia sawa, hamna shida. Kuna rafiki yangu huyo ambaye ameenda Arusha, nikamwambia hizi nguo, kuna nguo ambazo nilizitumisha nililipa kwenye basi shilingi 5,000. Naomba wakati unarejea uje nazo. Akaniambia sawa, hamna shida. Hiyo siku ambayo sasa narejea nikamtumia mdogo wangu hela shilingi 3,000 kwenye simu. Nikamwambia katoe shilingi 2,000. Uchukue usafiri 1,000 upeleke huo mzigo stendi, rafiki yangu ataupitia. Ameenda na ule mzigo uko kwenye mfuko wa mambo poa. Yule rafiki yangu akasema, mimi siwezi beba mfuko wa mambo poa. Siwezi beba niende nao. Kama huwezi kununua mfuko siondoki na huo mzigo. Kweli akauacha ule mzigo. Kwa hiyo yule mteja alikuwa amechukua nguo 3. Kwa hiyo nguo 3 ukitoa 5,000 ya kwenda 5,000 ya kurudi tayari ni 10,000. Kwa hiyo unapata shilingi ngapi? 5,000. Inakuwa tena ni hasara. Hiyo siku sasa roho iliniuma, tukagombana na yule rafiki yangu. Yaani hiyo ilikuwa nikaona ni moja kati ya changamoto kwenye hiyo biashara, kwamba unaweza ukafanya kitu ukajua mtu kumbe mtu akifurahi. Nikaja tena kufikiria kitu kingine, nikasema kweli maisha bila supportive people yanaumiza mno. Yaani ukipata watu wa kukusupport at least unaweza ukapata moyo wa kuendelea kufanya. Lakini ukipata watu ambao hawakusupport, yaani unaona kila kitu ambacho unakigusa ni kigumu. Si ndio? Kwa hiyo ile iliniuma kiasi kwamba nikagombana na yule rafiki yangu. Nakumbuka tulivyogombana hadi tukaamua sasa kila mtu afuate maisha yake. Sasa kila mtu afuate maisha yake, hapo nilikuwa nakaa yeye ambako amepanga, pamoja na baadhi ya vitu vilikuwa ni vyake. Kwa hiyo kila mtu afuate maisha yake, akabeba vitu vyake akaniacha mimi na chumba cheupe. Sijui umenielewa? Na chumba cheupe, lakini kodi ilikuwa ni hapo tumegombana mwezi wa kwanza. Kodi ilikuwa inaisha mwezi wa pili tarehe 28. Kwa hiyo nikasema yani nikaa sasa natamani nimwambie kwamba basi baki tusameane. Siwezi, kwa sababu tulishashautiana tukagombana. Mimi nilikuwa nalia kwamba kwa sababu gani unashindwa kunisupport mimi rafiki yako? Na tunakaa sehemu moja. Ina maana kwamba mimi nachokifanya hichi sio sahihi. Kwa hiyo ile ndio kilichoniumiza. Kasaba kama kwenda acha aende. Kwa hiyo kaniacha na chumba ni empty. Kilikuwa kina vyombo tu ambavyo mimi sometimes nilikuwa nikishuka nyumbani Arusha na kuja navyo. Akaondoka. Kwanza na mimi nikaenda pia kumwambia mama mwenye nyumba, mama hapa mimi na rafiki yangu 1 2 3, rafiki yangu anaondoka kivyake na mimi pia naondoka. Mwenye nyumba akaniambia hapana, wewe baki, mwenzako aondoke. Sasa mwenye nyumba hajui kwamba nimeachiwa chumba hiki. Yeye ananiambia wewe baki. Nikamwambia basi hamna shida. Yaani huo usiku nikatandika, nilikuwa pia nazulia kapeti la manyoya. Nikalala huo usiku, usingizi sina. Sasa naanza kuchakata kichwa, nafanyaje? Nikaangalia kwenye lipa namba yangu, nilikuwa nimefikisha 200,000 ambayo niliplani kwamba kabla ya mtihani wa UE na ilipa hiyo 200,000. Nikasema nilale chini afu nikafanya mtihani, bado nitafanya tu special. Nikaenda kanunua godoro la 140. Nikaliweka pale ndani, nikawa sasa nalilalia. Na muda huo naendelea sasa na biashara yangu, na posti magauni. Uwezi amini nimefika mwezi wa pili nikawa nimepata hadi mteja mmoja. Yaani huyo ndo mteja ambaye yaani namshukuru mpaka kesho. Aliniinua sana. Kwa sababu aliniuliza, dada unauza balo? Nikamwambia ndio nauza. Shilingi ngapi? Sasa hata sijui bei ya mabalo. Kwa sababu nishaigisikiaga fununu kuna balo la 600,000, 700,000, laki ngapi. Nikamwambia balo 700,000.
mimi nipo Dar es Salaam, unaweza ukanitumishia? Ndio. Haya, sawa. Namba ipi ambayo napokea? Ngamtumia lipa namba yangu, akatuma 700,000. Okay. Yote hiyo ilitokana na effort zangu ukiangalia, si ndio? Ni mimi nilikuwa na posti Facebook, na posti TikTok, na hangaika huku na huku. Okay. Nikaamini kweli ukipambana Mungu hakuachi. Kwa hata huo siku ambao nilala kwenye ile godoro nikana namwambia Mungu, kama kweli umeplani mimi mwaka tena umeanza nife hivi hivi, yani nikae hivi hivi, sawa. Ila kama unania kweli na mimi na hii biashara yangu nilioianza sijafanya makosa, nisaidie. Okay. Kweli yule dada kaambia sawa, sasa nakutumia basi hapo 700,000 na 10,000 kulisafirisha, tumesema ni 10,000. Nilitamani hadi nimwambie nitakusafirishia kwa hela yangu. Ila nikasema ngoja ninyooke. Nikamwambia ndio. Akaambia basi sawa, nakuwekea, naomba jioni basi unitumishie, na please naomba ni unitafutie balo zuri. Nikamwambia basi hamna shida. Hapo nikapata nguvu asubuhi. Okay. Nikaenda kule nikakuta balo hilo, anisamee tu, balo hilo linauzwa 3,500. Okay. Umeona? Kwa hiyo kwenye 700,000 nikatoa 3,500. Okay. Nikamsafirishia balo lake. Nilivyomsafirishia balo lake, uwezi amini, ile 200,000 kasoro 300,000 kasoro nilioishikilia mkononi. Nikasema sasa hii naenda kufungua frame. Okay. Afe kipa afe beki, wateja wasipokuja, wakija sawa. Lakini tayari lakini nafungua frame kwa sababu ya wateja wangu wale ambao wameshanizoea. Okay. Wapate mahali pa kujaribisha nguo, wapate nini hivyo. Nikiona yamenishinda nitafunga frame, hamna shida. Uzuri sana nikapata mwenye frame. Nikamuelezea, nikamwambia mimi ndo nataka nianze biashara, kwa hiyo naomba nilipe mwezi mmoja. Akakubali. Okay. Nikalipa mwezi mmoja frame. Nikapata hela tena ya kuongeza sasa mzigo pale dukani. Kwanza nakumbuka kipindi pale naanza dukani kwangu nilianza na hizi chuma za mapazia hizi za kawaida zile za 5,000. Okay. Nimegongeshea 4. Huku 2, huku 2. Kwa hiyo nikatundika. Okay. Nikatundika pale henga nilikuwa nimenunua 7,000 zinakaa 12. Kwa hiyo nikanunua henga kama pisi ngapi 30 hivi. Nikatundika huko nikatundika huko. Kaza mbona muonekano kabisa wa duka huo hapa. Tayari. Kwa hiyo mimi nikaa nikipita kwa mtandaoni nikikuta mtu amefungua duka, amejiita sijui nani, duka kweli ni zuri, ni classic. Siumii kwamba kwa ajili namuonea wivu. Lakini naumia, namwambia Mungu ipo siku na mimi pia nitafika hapo. Okay. Lakini mara nyingi wale ambao wanashangilia hivyo unakuta anasema thanks sijui nani amefunguliwa. Nikamwambia Mungu mimi najivunia kwa sababu nimefungua kwa effort zangu. Okay. Si ndio? Nikamwambia Mungu, na yule mteja alipokuja kufungua ule mzigo akamwambia dada, magauni mazuri hatari. Okay. Nikasema Mungu kafanya nini, miujiza yake. Basi mimi nikafungua lile duka. Huo muda natakiwa niingie kwenye vipindi, huo muda tena natakiwa nirudi dukani. Nitafute sasa wateja. Nikaanza na yule mdoli wangu mmoja nikaa namweka hapo hivi nje. Okay. Na mbadilisha nguo jamani kila baada ya masaa kadhaa. Kwa mfano nimefika namwekea gauni hili. Nikitulia kidogo nikiona watu wamepita pita namwekea gauni lingine. Okay. Basi nikaa sasa najikuta nikishare kwenye status yangu. Na waomba watu jamani nisaidieni kushare hii linki, waambieni watu kwamba fulani anauza nini magauni. Okay. Kweli namshukuru Mungu alinipa watu ambao wananisupport. Okay. Sio kwa mawazo, sio kwa nini, ila walinisupport kupata wateja. Okay. Maana mtu akienda kusuka akivaa kigauni aswe umepata wapi? Okay. Kwa G Collection. Yuko Rau 1 2 3 hivyo. Okay. Kwa hiyo nikaa sasa yani mimi nikaa nashangaa tu mwenyewe kwamba mteja anakuja, mambo poa, nataka pisi 20 nikaanze biashara. Okay. Kwa hiyo mimi namwambia nipatie hela then siku fulani njoo zifuate. Kwa hiyo mimi unakuta naenda kumchagulia gauni nzuri. Kule ukichagua gauni nzuri unapunguziwa. Kwa hiyo kwenye kupunguziwa pale unapata chochote kitu. Kile chochote kitu mimi nachukua tena mzigo mwingine naweka dukani. Okay. Ndipo hapo nikajua kwamba ukipasi magauni ya mtumba yanakuwa mazuri. Si ndio? Nikaa nayapiga pasi, nikafungua account TikTok. Account yangu sasa hivi ni kubwa mno, yani inaenda viral. Kwa sababu mimi natafuta sasa hivi na wateja kutoka Igunga, Mbeya, wapi, yani kuna mtu mwingine unakuta nashangaa nasema Mbeya kuna mitumba ila why me? Okay. Effort zangu. Kwa hiyo nikaja kugundua kwamba yani na katika mahangaiko yangu yote hayo hamna mtu ambaye aliwahi tokea akaniambia G kwa sababu unajituma chukua kiasi fulani chiendelezea. Maana watu wanategemea. Baba alilipokeaje mpaka ulivyomwambia nimefungua sasa hivi frame nina duka, alilipokeaje hilo?
Sasa hiyo siku babangu mimi ni mjenzi. Alikuja Moshi kwa ajili ya kujenga. Ngambia baba, kuna kitu nataka kukuonyesha. Kitu gani? Kamwambia kuna kitu nataka kukuonyesha. Sawa, hamna shida. Kama basi ukishamaliza kazi zako niambie. Hiyo siku ngana nikafanya usafi. Tena babangu alikuja akaliona duka langu kipindi ambacho liko kawaida sana. Yaani halina mvuto ule kama wa sasa hivi. Kwa kile kipindi alivyokuja ngambia baba, nimefungua hapa. Frame shingapi? Nikamwambia. Kwa hiyo nilivyomwambia ni akalichukulia simple, hilo kalieza, hilo halina shida. Japo akaniambia ni Glory, katika watoto wangu ambao najivunia ni wewe. Ni wewe kwa sababu wewe ni mtoto wa kike, ila ni unafanya mambo ambayo siamini. Na katika watoto ambao nilifikiriaga wataniangusha ni wewe. Lakini nakuona unapoenda utatoboa. Mimi mpaka leo na kesho. Yaani babangu yuko proud sana. Kwa sababu hata akikaa na wenzake anaambia mimi mtoto wangu ana duka. Mtoto wangu mimi kasoma uandishi wa habari one day, yes mtamwona kwenye nini. Mtoto wangu mimi tena asema sio kasoma, nimemsomesha hivyo. Lakini huwezi kumwambia baba sijui nini, hapana. Hiyo ni moja kati ya changamoto na yeye ambazo zimemtokea. Na kwa hiyo tu kwenye tasnia umesomea masuala ya uandishi wa habari. Ndio. Unaonaje sasa una duka sasa hivi kuwezesha na mwingine ili aweze kujipatia kipato, ukamwacha mtu dukani au ukaenda kwenye tasnia ulosomea? Hicho ni kitu ambacho nakifikiria na nakitamani mno. Mno. Ila sasa changamoto ambako inakuja kumpata mtu. Wateja wangu mimi wengi wanakuja dukani kutokana na uchangamfu wangu. Wanakutaka wewe. Yaani unakuta mteja amekuja na rafiki yake. Ila nitamchangamkia yule rafiki yake kama ndo ninamfahamu. Kwa sababu biashara ya mitumba ni inatakiwa uwe mshawishi cha kwanza. Mtu aelewe. Maana nguo za mitumba kuna muda ikikaa hivi uelewe. Ila ikikaa kwenye mdoli au mtu akivaa unasema wow. Kwa hiyo inatakiwa ushawishi wa hali ya juu. Kwa hiyo nikifanikiwa kweli nikapata mtu ambaye ni mchangamfu, anaweza kushawishi. Anaweza kuwashawishi wateja wangu, maana ni biashara ambayo sitaki kuipoteza kabisa kwenye maisha yangu. Sawa. Na ni ipi changamoto ambayo mpaka kesho na kesho kutwa unaweza kukata na watoto wajukuu zako hapo baadaye ukamwambia mwanangu nilipitia 1 2 3? Ni changamoto ipi ambayo huwezi kuisahau na hutoisahau? Yaani changamoto ambayo sitoka nisahau kwenye maisha yangu. Nishawahi danganywa na mwanaume kwamba atanipa mtaji. Atanipa mtaji. Nikaenda. Mungu tu anisamehe na babangu aliponisamehe. Nikaenda Zanzibar. Yule mtu aliniambia tu kwa kwenye mahusiano, kwa akaniambia mimi nitakupa mtaji, utaanza biashara. Kwa sasa hivi naomba uje Zanzibar 1 2 3, kwa sababu alikuwa yuko kikazi huko hivi Zanzibar. Niliruka maji. Niliruka maji nikaenda kufuata mtaji. Nikiamini kwamba nitapata mtaji. Basi nilipofika kule the day ambayo naondoka namwambia uliniambia 1 2 3. Nitakutumia. Umeona? Nitakutumia. Kwa hiyo naweza nikasema ni changamoto ya yani sijui niiwekeje. In short kwamba usiamini kwamba mtu mwenye pesa ukamfanya ni wa thamani kwenye maisha yako kwamba atakusaidia. Yaani hao watu huaga kama sijui niseme wana nini, lakini ni akiamua. Na akishajua udhaifu wako kwamba huna uhitaji wako unamhitaji yeye au kwenye maisha yako kuna nafasi yake, akishajua hivyo atakunyanyasa mno. Kwa sababu yule mtu alikuja tena kaniongopea mara ya pili nimfuate Arusha. Mimi fata. Sinaamini kwamba atanipa. Kwa sababu mara ya kwanza aliniambia kadi sijui imefanyaje nini hivyo. Nikamimi pia Arusha atanipa. Umeona? Lakini hakunipa. Unashaurije wadada ambao sasa hivi wanasema boyfriend wangu 1 2 3 mpaka anipe sijui nini? Unawashauri nini? Kwanza mimi naanza kwanza kwa kuwashauri wadada ambao wanapenda kuanza biashara. Nishaipata changamoto ya wateja kama 3 waliwekeza nguo, afu mwisho siku anakuja kuambia sasa nimeongea na mpenzi wangu kaniambia sijui nipunguze, sijui kaniambia nini. Usiwaeke hao viumbe kwenye maamuzi yako. Cha kwanza mwanaume atakuheshimu
ukiwa na maamuzi. Ukiwa na msimamo kwamba bwana mimi kwanza haina haja kumshirikisha. Unamshirikisha yeye nani? Labda kama amekuoa hapo sawa, hivyo utamshirikisha. Ila boyfriend umshirikishe kwamba eti nataka kuanza biashara ya nguo za mitumba. No, biashara ya mtumba ni ukiamka, ukizinduka. Na uzuri mimi dukani kwangu pale fursa ipo kwamba mteja ukiwa na 50,000 na uwezo wa kukupa gauni 10. Nimekuzia gauni moja shilingi 5,000. Wewe unaweza ukaenda kuuza 10,000 hadi 15,000. Sasa hicho ni kitu kweli cha kumshirikisha boyfriend. Wezi. Kwa hiyo yani usiwachukulie watu wenye pesa waona ni watu wa muhimu sana kwenye maisha yako. Utanyanyasika. Kwa sababu huyu atakwambia hivi, utaona ni sawa, ngoja nifanye. Huyu ipo siku atakwambia hivi, utaona ngoja nifanye kwa sababu napata hela. Huyu hivi hapana. Lakini ukiwa na msimamo, ukiwa na maamuzi, kila kitu kinakuwa sawa. Fine. Sasa umezungumza mengi, hustle ni nyingi. Umesema changamoto ni hiyo, lakini ningependa uzungumze kuhusiana na mafanikio. Kuna jambo ambalo moja naweza nikakaa ukamwambia mtu rafiki yangu aisee, kitu fulani kilinitoa sehemu fulani. Ni kitu gani ambacho mtazamaji sasa hivi wa Gift Online TV anaweza na yeye pengine amepitia changamoto kama zako. Wafanyabiashara sasa hivi tunaona ni wengi. Kwa hiyo pengine anatamani kuanza lakini anaona sitaweza, pengine ana mtaji mdogo au nini. Unawaambiaje watu wa hivyo ambao wana kiu na wanatamani kuanza biashara lakini yale kelele za watu? Mtu anaweza kwambia duka langu mimi ile nilianza na 10,000,000 sio na nini. Unajua wewe kama mimi nazungumzia 10,000,000 alafu wewe una 50,000, lazima ujione mnyonge. Kweli. Lazima ushuke. Kwa hiyo unawaambiaje watu wa namna hiyo wanaotamani kuanza biashara lakini kuna namna hawako, yani mtaji hawana ule mtaji mkubwa kama wanavyosikia. Unaona mtu anafungua duka lake labda 10,000,000, sio milioni ngapi hivyo. Kweli. Cha kwanza mimi napenda kuwashauri kwamba biashara ya nguo za mitumba unaifanyia popote. Ukiwa umeajiriwa, ukiwa hujaajiriwa. Ukiwa umeajiriwa, biashara ya mitumba unaweza ukachukua nguo tuseme kuanzia 10. Ukapiga tu picha nyumbani ukiwa umerejea kutoka kwenye majukumu yako, ukaposti, ukaenda nazo ofisini ukauza, si ndio? Na mimi biashara ya mitumba imeniletea mafanikio mengi sana kwenye maisha yangu. Mimi kuna wakati nilikata tamaa nikasema kwamba endapo nikiacha chuo nitaenda kuajiriwa hata kwa mama ntilie. Ni kazi tu ambayo nilisema nitaajiriwa popote isipokuwa baa. Ila nikiambiwa hata nitembeze chakula juisi nitatembeza kama nikiacha chuo. Lakini kazi ya nguo za mitumba mimi imenisaidia yani kwa kwenye 100%, naeka 70% nimejisomesha. Pia kutokana na biashara ya mtumba mimi sasa hivi nimeweza kunisaidia na vitu vyangu. Nikisema na vitu vyangu nina furniture ambazo kipindi nimezozana na marafiki zangu nilishajiona kwamba itafikia sasa mahali sitoweza hata kulipa hii kodi, si ndio? Lakini imenisaidia ninalipa kodi ya dukani, nalipa kodi ya nyumbani, nimenunua vitu vyangu na dukani kwangu nazidi kuweka mzigo. Sasa hivi mimi biashara ya mtumba hata nikikaa hivi nikiamua leo nakata balo la 600,000. Natoa tu hela kwenye lipa namba nalikata naweka mzigo wateja wangu na enjoy. Umeona? Kwa hiyo biashara pia ya mtumba imenisaidia mimi hata kesho nikiamua nasimama tena naendelea na elimu nasomea kitu kingine. Naweza kujilipia ada. Kutokana na biashara hiyo ya mtumba. Unaonaje ukaanza kuuza na nguo za kiume? Kwa nini nguo za kike tu? Nguo za kike kwa sababu mimi napenda kuvaa, nikaona nianze na za kike, lakini za kiume kuna muda najaribu, kuna muda naacha. Sasa sijui kwa sababu sija na uzoefu nazo. Alafu mimi napenda sana wanaume wavae nguo za special, sijui kwa nini. Sijaivutiwa ndio maana. Lakini sasa wanaume wengi na wenyewe siku hizi wanaelewa mitumba ya special, anakwambia unaenda kanisani mnakutana wote 10 kitu kimoja. Sasa ndio maana vijana wengi siku hizi hawapendi nguo za special. Wanapenda vishati vya mtumba, vikaushi vinini. Siku nikiviotea nikajua machimbo, I will. Maana wateja pia ninao. Sawa. Basi mtazamaji wa Gift Online TV tunaweza kusema tumefika tamati kwa siku hii ya leo. Lakini kabla hatujahitimisha ningependa uwaambie unapatikana wapi, namba zako za simu japo zitapita pale chini la watamkie, na pia unatumia jina gani kwenye mitandao ya kijamii. Sawa. Namba zangu za simu ni 0685 44 25 99. Napatikana Moshi, Rau madukani, au kwa ambao wanapajua Rau Tanaki FM.
Siko mbali na Tanaki FM hapo. Na jina langu ambalo napatikana TikTok, Mitumba Classic Moshi Mjini. Unaiandika tu kwa herufi kubwa. Mitumba Classic Moshi Mjini. Alafu IG napatikana Magauni Moshi Mjini. Yeah. Sawa, na vipi kuhusu kukopesha? Unakopesha ama ni cash? Kukopesha sikopeshi, ila natoa nyongeza. Na nyongeza ni kuanzia nguo ngapi? Yaani mteja wangu kwanza wa mbali au hata wa karibu. Ukichukua mzigo wa 100,000 na kuongezea hapo gauni 2 faida. Sawa. Basi nikushukuru kufika hapa, lakini nikwambie tu Mungu azidi kukubariki, uzidi kupambana, uzidi kupendezesha wadada, lakini pia jicho la tatu liende kwa wakaka sasa. Nitafanya hivyo. Wakaka wengi sana sometimes wananiambia tunachoka kuviwa haya magauni, wapenzi hatuna, ya wamama hatuyaoni, basi tuweke na sisi za kwetu. Nitafanya hivyo. Yaani nitafanya hivyo kabla huu mwaka hujaisha, na waahidi. Amina. Mtazamaji wa Gift Online TV, tumefika tamati kwa siku hii ya leo. Tulikuwa tunazungumzia kitu ambacho wewe ukiamua fanya, usisubiri msaada wa mtu mwingine. Umeweza kusikia mengi, amekwenda kueleza, lakini kwa sasa hivi ana mafanikio makubwa ambayo ana uwezo sasa wa kuamua afanye nini kwa wakati huu, tofauti na mwanzo ambapo alianza haso zake kama alivyozungumza. Hii ni Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare, like pamoja na kucomment. Nikutakia wakati mwema.